Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Waheshimiwa wabunge wamesisitiza kwamba uwekezaji huu wa vifaa vipya vya kisasa uendane na soko, kwa sababu tunaweza tukawekeza kwa kiwango kikubwa, soko lake likawa dogo. Kwa hiyo tuna maana ya kwamba mkurugenzi, sasa fanyeni jitihada za uwekezaji na muwe na kitengo cha masoko kwa ajili ya kituo hiki. Tumeona umuhimu wa kituo hiki, lakini tunahitaji ushawishi hasa kwenye private sector. Muwe na ushawishi wa kutumia kituo hiki kwa ajili ya manufaa ya Watanzania na manufaa ya nchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri, kamati inajiridhisha kwa mwenendo mzima wa hali ya mapato ya wizara mnayopata, na kamati hii imewasaidia sana kuongeza budget. Ana nikiangalia huko tulikotoka, Mheshimiwa Naibu Waziri, pengine ungekuwa umeshaikimbia wizara lakini kwa sasa ndio wizara ambayo ilipokea fedha nyingi. Ukilinganisha, zinaweza zikawa zinaonekana ni kidogo, lakini ni nyingi kwa sababu huko nyuma mlikuwa mnapata fedha kidogo. Kwa hiyo tunaomba sana muwe na muendelezo mzuri, na tumefurahia uwekezaji mkubwa pale ambapo tumetoka TCRA. Hizi ni jitihada ambazo zimefanywa na serikali kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Taasisi za serikali nyingi zinatumia kituo hiki cha data center, lakini zingine kama ambavyo Katibu Mkuu ameelezea pale ndani zinatumia huduma kutoka IGA. Na kutokea sekta binafsi kuna kadhaa kama nilivyosema zinatumia kituo hiki cha data center, ambacho kwa kiasi kikubwa wanatumia kama ni redundance au disaster recovery site ya huduma zao zingine ambazo wanazifanya. Na taasisi hizi ni pamoja na taasisi za kifedha, kampuni za bima, kampuni za mawasiliano, pamoja na zingine ambazo zinatumia kituo hiki cha data center. Kuna faida nyingi ambazo zinaletwa na kituo kama hiki cha data center. Namba moja ni kwamba inatoa uwezo kwa kampuni ambazo hazina uwezo wa kuwa na idara ya IT kwa kiasi kikubwa kuweza kutumia huduma kama hizi, na hivyo kuwapunguzia wao gharama za uendeshaji, kwa sababu hawana haja ya kuwa na IT department kubwa au kuwa na mitambo mingi kama server, wakati sisi tunaweza kutoa huduma hiyo hapa kwa kuwapa space. Na moja kati ya mambo ambayo data center yote ile inafanya ni pamoja na kutoa vitu kama ulinzi. Kuna ulinzi ule physical, lakini kuna ulinzi ule wa cyber ambao unafanywa vile vile na kituo, lakini vile vile kuna umeme usio katika. Kama ambavyo tumeona ni kwamba kuna njia karibu 3 ambazo zote zipo kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inakuwepo kila wakati. Kwa hiyo mawasiliano hayawezi kukatika. Lakini kingine ambacho huwa kinatumika sana kwenye server room huwa ni ule ubaridi au wanaita cooling. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho data center kama hii inaweza kuhakikisha kwamba kutokana na kuwepo kwa umeme kila wakati, basi zile server zinakuwa katika mazingira ambayo yanastahili kila wakati. Kwa hiyo kiacha kupunguza gharama, kingine ni hiyo kwamba kuhakikisha kwamba ulinzi wa data pamoja na taarifa ulizonazo ambazo zinahifadhiwa hapa zinakuwa hazina shida yoyote. Moja kati ya gharama kubwa za kuendesha data centers yoyote ile duniani, sio tu hapa, ni gharama hizi za umeme kama nilivyosema, kwa sababu unawahakikishia wateja wako kwamba umeme unakuwepo kila wakati. Sasa hiyo kuhakikisha kwamba umeme unakuwepo kila wakati kwa ajili ya kuleta mazingira ambayo yanafaa kwa ajili ya data center ni gharama kubwa. Kama tunavyoona katika data center yetu hapa, tuna umeme ambao unaletwa na TANESCO, lakini unatokea katika vituo viwili tofauti, na huko dedicated, hamna mteja mwingine yote anayetumia. Kwa hiyo unakuja kwetu hapa moja kwa moja kutoka Kijitonyama na kutoka Tandale, ambazo ni maeneo mawili tofauti. Sasa umeme wote unaulipia kwa sehemu zote hizo mbili, na hivyo inaongeza gharama kidogo. Lakini kama ni hivyo ilivyo pia duniani kote, ukiwa katika sehemu ambayo ina joto, kwa mfano Dar es Salaam tunajua ina joto, kunapokuwa na joto unahitaji nguvu zaidi ya umeme katika kuleta ubaridi.
Kwa ni moja ya sababu zinazosababisha kwamba gharama za umeme hapa zinazidi kuwa kubwa. Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe, za kiofisi na zile za mitoko mbalimbali, yani casual. Iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Dior na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na reja. Asikwambie mtu bwana, bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia Insta account yetu Chotara_corporate_store au piga simu namba 0768263020.